Ladies and gentlemen, mambo vipi Tanzania? Bila shaka ubuheri wa afya. Kwa mara nyingine tena tunakutana hapa kwa ajili ya kuzungumza michezo. Najua wengi walikuwa wanamisi video kama hizi, wengi walikuwa wanamisi taarifa mbalimbali na walikuwa wanatamani sana. Sasa mtandao umerejea na mimi nakuletea taarifa back to back. Kwa kisha basi hauishiwi story ya kuambia watu, hauishiwi taarifa kuwajuza watu. Nikwambie tu, mvua inanyesha sana leo. Mvua inanyesha sana leo kwa jiji la Dar es Salaam. Sijajua maeneo mengine. Kwa mimi nimeona wakati mvua ikiwa inaendelea kunyesha, wewe walau upate vitu muhimu kweli uweze kuvifahamu na kuvielewa, kwa sababu mvua ikiwa inanyesha kuna kutoka nje. Sawa usikae kizembe, usikae kinyonge. Bana, mimi leo nimekuja kivingine kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ya michuano ya CAF Champions League. Tunafahamu vigogo Simba Sports Club, hawa ndio wakali wa hizi kazi. Unapozungumza Simba katika michuano ya CAF Champions League, Simba ni lidude likubwa mno. Au kama unazungumza katika michuano ya CAF, Simba ni lidude likubwa vibaya mno. Mnyama huyo, mnyama amefanya balaa zito sana. Mjomba kapigwa simu, amepewa habari kwamba yeye ndiye mshindi wa gari ya Toyota IST kutoka kwenye promotion yetu ya Super Royal Sports. Tulifurahi wote kwa familia kwa ujumla kupata kitu kama hicho. Yeye huwa anapendelea kubashiri ligi gani kama huwa unamshuhudia? Mara nyingi wakapenda kubashiri ligi ya IPL. Jisajili kupitia pmbet.co.tz uanze kubashiri michezo yote ya kubashiri, itakupeleka kwenye promotion ya kushinda gari aina ya Toyota IST ambayo inatoka baada ya wiki 5. Back to back. Kwa kisha basi hauishiwi story ya kuambia watu, hauishiwi taarifa kuwajuza watu. Nikwambie tu, mvua inanyesha sana leo. Mvua inanyesha sana leo kwa jiji la Dar es Salaam. Sijajua maeneo mengine. Kwa mimi nimeona wakati mvua ikiwa inaendelea kunyesha, wewe walau upate vitu muhimu kweli uweze kuvifahamu na kuvielewa, kwa sababu mvua ikiwa inanyesha kuna kutoka nje. Sawa usikae kizembe, usikae kinyonge. Bana, mimi leo nimekuja kivingine kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ya michuano ya CAF Champions League. Tunafahamu vigogo Simba Sports Club, hawa ndio wakali wa hizi kazi. Unapozungumza Simba katika michuano ya CAF Champions League, Simba ni lidude likubwa mno. Au kama unazungumza katika michuano ya CAF, Simba ni lidude likubwa vibaya mno. Mnyama huyo, mnyama amefanya balaa zito sana. Zito mno, zito. Tunaposema Simba lidude likubwa, watu wanapaswa kuelewa, kwa sababu ni timu ambayo imepata mafanikio makubwa sana. Ni kweli hawajachukua ubingwa wa Champions League, hawajachukua pia ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika, lakini when it comes kwenye CAF Champions League, CAF Confederation, kwenye upande wa Afrika Mashariki na Kati na jangwa la Sahara, kote huko mnyama amefanya makubwa sana, kwa sababu ameenda robo finali nyingi, almost karibia robo finali 7. Amefika finali ya kombe la shirikisho msimu tu uliopita dhidi ya RS Berkane. Kwa hiyo unapozungumza Simba ni wakubwa na wanaogopwa. Mimi uzuri nimesafiri bwana. Nimeenda Misri, nimeenda Morocco, nimeenda Afrika Kusini. Hawa jamaa wanawazungumza Simba ni positive way, kwa sababu ni timu ambayo iko nafasi ya 5 kwa viwango vya ubora barani Afrika kwa ukubwa waliofanya msimu jana. Kusanya points nyingi sana, points 48. So sio timu ya kuchukulia poa hata kidogo. Na kama angechukua ubingwa angekuwa na pointi 53, angekuwa mbali sana. Kwa hiyo Simba mkubwa sana, na tayari watu wameanza kuingiwa na hofu. Vilabu ambavyo vinaenda kukutana navyo tayari vimeshaanza kuingiwa mchecheto. Simba ndio inachukuliwa timu bora sana mbele ya Petro Atletico ya Angola, mbele ya Stade Malien. Simba anachukuliwa timu bora. Kwa nini? Kwa sababu ni kweli hajachukua ubingwa, lakini amefanikiwa kufika hizo hatua na amekuwa na consistency ya mara kwa mara. Stade Malien wao wameshawahi kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika kama nilivyoweza kuwajuza siku ya jana. Lakini Petro Atletico ya Angola wao walifika hatua ya nusu finali msimu wa 2021-22. Unakumbuka waliwafunga Mamelodi Sundowns. Kama unakumbuka waliwapiga nyumbani na ugenini. Tena idadi kubwa magoli, akiwa nyumbani kwake akimpiga 3, akienda kumpiga pale South Africa goli 2, lakini akaja akatolewa na Wydad Casablanca. Wydad anaenda finali, anamfunga National Ahli, anachukua ubingwa. Lakini ukizungumzia currently Simba ni bora sana. Sasa tayari ratiba imekwisha toka. Na uwezo kwa wanazungumzia Simba wakubwa wa kimataifa, nyama mkali zaidi mwituni, na kwenye michuano ya CAF ameweka jina lake, ameseti standard yake, ameweka statement, alafu unamwongelea kavu. Lazima mnywe kidogo na kawaida kadodoma. Lazima mnywe na kawaida kidogo kadodoma. Mnyama huyo. Sasa ratiba yake imetoka.
Mwezi huu wa 11 mnyama ana kibarua, na anaenda kuanza kibarua mapema sana. Kati ya tarehe 21 na 25 mwezi wa 11, kwa maana mwezi huu Novemba, mnyama atakuwa na kibarua. Ataenda kucheza na Petro Atletico ya Angola. Na hapa sasa Simba anaenda kucheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam, ambao huo ndio uwanja wake wa nyumbani, machinjio, kama ambavyo Simba amezoea kusema kwamba kwa Mkapa atoke mtu. Kwa hiyo kati ya tarehe 21 na 25 mnyama Simba anakuwa na kibarua hicho, anakuwa nyumbani, anaanzia nyumbani. Anaanzia nyumbani, timu kubwa siku zote inaanzia nyumbani. Kwa hiyo mnyama anaanzia zake nyumbani dhidi ya Petro Atletico Angola katika uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Bila shaka maandalizi inabidi afanyike mapema sana ili kuhakikisha wanapata matokeo. Na Simba kuchanga karata zao katika uwanja wa Mkapa waga ni desturi yao kwamba kwa Mkapa atoki mtu, wachukue za kwao zote 9 katika timu ambazo wanakutana nazo, alafu akienda ugenini wakaokote waondoke zao. Ndio utaratibu ambao wanakuwa wanafanya. Kwa hiyo tarehe 21 na 25, kati ya tarehe 21 na 25 mwezi wa 11 tunamshuhudia Simba dhidi ya Petro Atletico ya pale Angola. Lakini Petro Atletico ya Angola, kama unakumbuka, msimu jana walitolewa na AS Maniema ya pale Kongo, tena walitolewa katika hatua ya pili ya michuano ya CAF Champions League. Ilikuwa ni second preliminary round, walitolewa na AS Maniema. Kwa hiyo sio timu ya kutisha. Msimu huu kidogo wamechukua ubingwa na ndio mabingwa wa muda wote, lakini kuna namna wanaenda na kushuka. Kwa hiyo wanakutana na Simba, najua maandalizi watayafanya ili kuchukua hizo pointi 3 kwa Mkapa. Wakifanikiwa kuchukua pointi 3 wanakuwa na hiyo confidence zaidi. Lakini taarifa nyingine ni kwamba ikifika Novemba, kati ya Novemba 28 na 30, kati ya Novemba 28 na 30, Simba sasa hapa atasafiri hadi kule Mali, atamfuata Stade Malien pale Mali kwenda kuchukua pointi zake. Sasa Simba hapa anapaswa kuchukua pointi za Stade Mali, achukue kule na hapa, kwa sababu Stade Mali wameuza wachezaji wengi sana. Of course ni timu ambayo imeparanganyika, kina Lasri Kouma yuko Yanga na wengine wengi wameuzwa. Kwa hiyo wanajaribu kujenga kikosi kwa kutumia wachezaji wengi wazawa pale. So sio timu ya kutisha sana. Katika timu ambayo Simba anatakiwa wapambane nayo kufa kupona, najua Petro Atletico ya Angola ni ngumu sana. Mnyama anaweza akakoma naye kwa Mkapa akachukua 3, akaenda kule hata akapata sare, ama Petro akakaza, sababu sio timu mbaya, ni timu tishio. Walifunga Mamelodi home and away, na wakumbusha Stade Mali ni timu nzuri, lakini kwa sasa kidogo wamepoa. Yaani wanauza sana wachezaji, kwa hiyo hawakai sana na wachezaji. Unakumbuka msimu alikuwa bora sana, alimwachia Jigidi Ara akaenda Yanga, wakamwachia Sadio Kanuti akaenda Simba. This time around wamwachia star wao Lasri Kouma, yuko pale ndani ya klabu ya Young Africans, na ndio alikuwa MVP wao, ndio mchezaji wao bora kwenye kosti ya Stade Mali. Mnyama hapo ana kibarua, anatoka kule Mali, anafika Dar es Salaam kwa ajili ya maandalizi. Baada ya hapo ana siku zake za kujiandaa kama wiki moja kwa ajili ya kwenda hadi kule Tunisia, ambapo atamfuata Esperance Sportive de Tunis. Kwa hiyo akishatoka tu dhidi ya Stade Mali kati ya hiyo tarehe nilokutajia 28 na 30 mwezi Novemba, basi mnyama tarehe 23 na kati ya tarehe 23 na 25 mwezi wa kwanza mwaka 2026 anasafiri moja kwa moja hadi kumfuata Esperance Sportive de Tunis. Mnyama anaenda kule, na hiyo ndio mechi ngumu sana unapocheza na Esperance Sportive de Tunis, timu ambayo wamechukua mataji ya CAF Champions League mara 4, na unapozungumza mabingwa waliofanikiwa kuchukua mataji ya CAF, yuko National Ahli amechukua 12, lakini unamkuta TP Mazembe yeye pamoja na Zamalek wamechukua mara 5 kila moja. Halafu unampata Esperance Sportive de Tunis, unampata Wydad Casablanca ambao nao pia wamechukua mara 4. Kwa hiyo utaona Wydad na Raja amechukua mara 3, lakini Esperance amechukua mara 4. Kwa hiyo utaona ni timu kongwe kwa upande wa CAF, amechukua sana mataji hayo. So amekuwa ni bingwa muda wote wa Tunisia, amechukua mataji mfululizo pale, na msimu jana tulijua namna ambavyo alienda. Esperance Sportive de Tunis alicheza na Mamelodi Sundowns, kama unakumbuka mchezo wa kwanza Mamelodi akishinda pale nyumbani. Alifanikiwa kuibuka na ushindi wa goli 1, lakini alifanywa mazonge mengi, anapata penalty, ananyimwa, anafunga goli, anaambiwa la offside, wanaenda Tunisia pale, wanatoka suluhu ya bila fungana. Mamelodi Sundowns goli la nyumbani linampeleka katika hatua ya finali, ambako sasa ilikuwa ni Pyramid na Orlando wanacheza hatua ya nusu finali, na Pyramid akamfunga Orlando Pirates, na moja kwa moja Pyramid akakutana na Mamelodi Sundowns, na Pyramid akaibuka na ushindi, akachukua ubingwa. Kwa hiyo utaona njia ya Esperance Sportive de Tunis ni timu ambayo imekuwa ikifika hatua kubwa, ikifika hatua finali mara kwa mara.
Kwa hiyo hata kama nusu finali anaishia hapo, lakini ni timu ambayo kwa muda mrefu kidogo pia hawajachukua ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo Simba anaweza akaenda kupambana walao akatafuta sare kule ugenini. Kama itawezekana anaweza akachukua hata points 3 kwa sababu tayari ameshapata hiyo experience na exposure, lakini pia ana hiyo confidence kwa maana anajiamini pia ugenini tofauti na zamani. Simba leo anaenda Misri anaogopa, anaenda Morocco anaogopa. Kwa hiyo ni kuchaji tu gia na kutengeneza chemistry. Anaweza akaenda kupata kitu. Hatumdai 3 sana. Unaweza kaenda kukomaa ukapata 1. Akishatoka pale tarehe 23 hadi 25 Januari, kati ya hizo tarehe hapo, tarehe 30 Januari au tarehe 1 mwezi wa pili, tarehe 1 mwezi wa pili, kati ya tarehe 30 Januari ama tarehe 1 mwezi wa pili, mnyama hapo ana kimbembe kweli kweli hapo. Sasa mnyama hapo anarudi zake nyumbani, anakutana na Esperance Sportive de Tunis, kwa maana ametoka kucheza kati ya tarehe 25 kati ya tarehe 23 na 25, kati ya tarehe 23 na 25 ametoka kucheza zake pale Tunisia na Esperance Sportive de Tunis. Anarudi tena kwa Mkapa kati ya tarehe 30 Januari ama tarehe 1 mwezi wa pili, anacheza na Esperance Sportive de Tunis, mnyama huo akiwa anacheza katika mechi nyingine tena, ambapo sasa akishamalizana nao hapo kwa Mkapa, ameshapambana nao, ameshachukua zake pengine point 3, amepambana haswa ile slogan ya kwa Mkapa atoki mtu, anasogea tena, atakuwa nyumbani, anamalizana na Stade Malien. Anamalizia na Stade Malien kwa maana tayari ameshacheza na Petro Atletico ya Angola. Sasa anakuja kumalizia mchezo wake dhidi ya kikosi cha timu ya Stade Malien. Kwa hiyo utaona namna ambavyo mnyama amepambana, kwa maana tarehe 6 na 8, kati ya tarehe 6 na 8 Simba anamfuata Petro Atletico ya Angola tarehe 6, kati ya tarehe 6 na 8 mwezi wa pili, Simba anamfuata Petro Atletico ya Angola. Halafu tarehe 13 na 15 mwezi wa pili, mnyama anarudi nyumbani kumaliza na Stade Malien. Kwa hiyo hapo atakuwa amekwisha maliza zoezi la kucheza na hizo timu ambazo zimepangwa. Kumbuka kila kundi la timu 4, kwa maana Simba yuko Simba Sports Club, Esperance Sportive de Tunis, Stade Malien pamoja na Petro Atletico Angola. Kwa hiyo ukiangalia hiyo ratiba tayari imeshagusa home and away. Kwa hiyo utaona ratiba ya Simba kwa hatua ya makundi kuitafuta robo finali inaishia mwezi wa pili kati ya tarehe 13 na 15. Hapo tayari atakuwa ameshajulikana ambaye anaenda zake katika hatua ya robo finali. Kuna namna ambavyo Simba msimu ukiacha huu uliopita, ule wa nyuma yake kocha alikuwa Robertinho, alianza vibaya pia. Mechi yake ya kwanza dhidi ya Horoya alienda kufungwa ugenini Simba, akaja kwa Mkapa akafungwa na Raja Casablanca, akashadondosha pointi 6, akaenda kwa Vipers Uganda, akaenda akajipigia, akachukua pointi zake 3, akaja kwa Mkapa Horoya akajileta kichwa akapigwa goli 7, mnyama akafunga pointi zake 6. Mnyama akasafiri akaenda Morocco kufuata Raja Casablanca, Raja amekasirika akampiga Simba goli 3. Mnyama karudi kwa Mkapa pale, akakaza zake pale kwa Mkapa akafanya balaa moja kwa moja katika hatua inayofuata. So alipiga Vipers home and away, na Vipers alivyokuja kichwa kwa Mkapa pia akapasuka. Kwa hiyo Simba msimu jana alienda kuchukua msimu juzi alienda kuchukua pointi 6 kwa Vipers, kwa maana home and away. Akaja kichwa Horoya ambaye alimfunga Simba ugenini akampiga. Kwa hiyo Simba akawa tayari na pointi zake 9, lakini sasa shughuli au kimbembe ikawa kwa Raja Casablanca, akashindwa kuchukua pointi yoyote. Kwa hiyo Simba alienda katika hatua ya robo finali akiwa na pointi zake 9. Kwa maana alimnyima Vipers kabisa points. Alimpasua Vipers, akampasua Horoya naye akapasuka na hizo timu zingine. Kwa hiyo ukaona hesabu jinsi ilivyokuwa. So endelea kusubscribe Usalama Kengele, nitakuja hapa kwa ajili ya kuambia ratiba ya Young Africans inakwenda vipi. Hongera sana kwa ushindi huu. Umejisikiaje kupokea? Najisikia furaha kwa kweli. Leo nimeamini kweli ushindi upo. Jamani, tuchezeni. Cheza mara nyingi uwezavyo ili uwe mshindi anayefuatia kwenye gari ambayo inafuatia kutoka baada ya hii